Yesu wangu. Kwa tunakaa Dubai siku 9. Kwa hiyo sijajua sasa, ndo hapa tunaangalia kwa sababu bado anga limefungwa. Tunaendelea kusikiliza taarifa kutoka kwa mamlaka. Watu walikuwa wanafurahia kutengana kwetu bwana. Watu waombe tu kama bomu litatupiga tufe, lakini bila hivyo ndugu zangu wataumia sana. Baada ya kuripotiwa taarifa mbalimbali kutokea kwenye mataifa ambayo yamekuwa na machafuko dhidi ya vita ambayo inaendelea kati ya Iran, Israeli pamoja na Marekani, ambapo tuliona baadhi ya raia wa Tanzania wakiwemo wanaosoma kule nchini Dubai wakiomba serikali ya Tanzania kuweza kupatia msaada kuondoka Dubai na kurudi Tanzania, ikiwa ni baada ya hali ya wasiwasi ambayo ilikuwa imetokea kule. Tulishuhudia kuna baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yamepata mlipuko wa mabomu kutokana na hiyo vita ambayo imekuwa ikiendelea. Sasa miongoni mwa Watanzania wengine ambao wapo kule nchini Dubai ni pamoja na Kiredio pamoja na mpenzi wake V. Wawili hawa bana wapo kule, na mwanzoni walianza kuonesha videos kama kuna noma, lakini baadaye wakaja wakasawazisha wakasema pako sawa, hamna hatari, yani wao wako salama. So guys, here is an update. Dubai iko shwari kabisa na sasa hivi usiku tunaelekea kula. Nimempata muda huu hapa Kiredio, anatusimulia kutokea pale Dubai namna hali ya usalama ulivyo dhidi yao wao, lakini pia mabomu ambayo yalilipuka pamoja na athari ambazo zinazoonekana. Lakini issue ya wao kwenda kule ilikuwa ni kwa sababu ya binafsi, yani kwenda kutembea tu, ama ilikuwa ni issue kikazi kiwemo biashara, ama ni issue ya namna gani. Lakini nikatamani kufahamu sana wamejutia hii hali kuwakuta kule sehemu ambao walienda labda kwa ajili ya malengo mengine. Kiredio, hali yetu usalama bwana iko vizuri kabisa. Hakuna hata mtu anatetemeka kwa kweli. Tuko vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tuko salama kwa sababu sijajua, lakini mitandao inavyoandika ni tofauti na hali ilipo huku. Yani hakuna shida kabisa. Kuna hizo hali za tahadhari, lakini sio kwamba kuna hali mbaya useme kwamba usalama wetu ni mdogo. Hapa sisi tuko salama kabisa. Kwa sasa tulikuja asilimia kama 40 kikazi, alafu asilimia 60 ilikuwa ni kutembea. Tulikuwa tuna kazi za kwetu binafsi, lakini pia tuna kazi za watu, alafu tukawa pia tuna matembezi. Mabomu ambayo yamepigwa yanaweza kaa ameathiri ndio safari yetu, sasa kwenye upande wa matembezi, sio kibiashara. Upande wa matembezi bwana, unajua ukija Dubai labda unakaa siku 6, 5, 4, unakuwa umeshapangia kwamba siku fulani utaenda huku, siku fulani utaenda kutembea huku. Kwa hiyo juzi jana serikali hapa ilituweka ndani, yani tulikuwa tunashauriwa kukaa ndani, tusitoke, tusiende sehemu ambazo ni za wazi, ambazo sehemu za wazi zenyewe sasa ndio sehemu za utalii. Kwa hiyo zile sehemu ambazo tulikuwa tumepanga kutembelea, tunaweza tukasema kwamba tumeathiriwa, tusifike kwa wakati. Kwa hiyo hakuna ile athari ya moja kwa moja kama inavyoonekana kwenye mitandao, labda tutakuwa tunakimbia ama bomu tumeumia na nini. Hapana, lakini kwenye upande wa matembezi kidogo kumekuwa na athari kwa sababu tuliwekwa ndani. Kujuta kiukweli hatujajuta, yani nikwambie tu hatujajuta, yani shoti ni imekuwa ni kama pati ya safari, unajua yani imekuwa ni kama saka story fulani hivi. Yani hata tukirudi Tanzania unacha kumuelezea mtu na kakaka kusikiza akasema ikawaje pale, mlifanyaje? Kwa hiyo mimi nadhani safari sana ni kuwa na vitu ambavyo vinahadisika na watu wakakusikiliza, inakuwa ni more interesting. Leo tungesema tu tulikuja tukaenda Burj Khalifa, tukatoka tukaenda Daisy, hiyo kila mtu sena, kila mtu iko hivyo. Lakini kidogo kwetu imekuwa na utofauti, na ndo safari, ndo raha ya safari. Kiukweli upande wa V kusema atapata shoku yoyote ni siwadangani, hawezi. Kwa sababu hata ukiangalia wakati siku ambayo tumetumiwa message za tahadhari, tukawa tunakimbia kutoka hotelini kushuka chini, V alikuwa anakula. Ukiangalia video vizuri utamkuta V, yani utagundua V ndo kwanza, baada alikuwa anatafuna, V alikuwa anakula. Kwa hiyo V hana shoku yoyote, hajapata shoku yoyote, yuko sawa kabisa. Kiukweli hiyo hofa nipo, lakini bado sijaanza kuitumia. Hiyo hofa ni ya watu wote, wageni wote ambao wako Dubai, ambao pengine walitakiwa wao wameshaondoka. Kwa hiyo wale wana count kwamba pengine walikuwa labda out of budget na nini. Lakini kwangu mimi au kwetu sisi, ratiba yetu ilikuwa bado, yani kwa mfano hata pasingetokea hizi issue, bado tulikuwa Dubai. Kwa hiyo bado tunaendelea kujigaramikia mpaka pale ambapo siku ya tiketi itakapofika. Yani kwa mfano labda let's say siku ambayo itafika ambayo tulikuwa tuondoke, sasa ndo kuanzia hapo, kama anga litakuwa lijafunguliwa, ofa yetu itaanza kuhesabika hapo. Umeelewa ndugu yangu? Kwa sasa hivi watu wapo kwenye ofa ambao tayari walitakiwa wasiwepo Dubai, lakini wapo kwa sababu ya hizi changamoto, wao tayari ofa imeanza. Kwa hiyo sisi hapa ofa inaanza kucount ile siku ambayo ulitakiwa kuondoka Dubai. Ni upande wa kurudi, kwa tulivyokuwa tumepanga sisi ilikuwa ni hii next weekend ndio tulikuwa tunarudi. Maana tulikuwa tunakaa Dubai siku 9. Kwa hiyo sijajua sasa, ndo hapa tunaangalia kwa sababu bado anga limefungwa. Tunaendelea kusikiliza taarifa kutoka kwa mamlaka. Anga likifunguliwa pia wamesema kwamba kuna wale watu ambao walikuwa wameshaondoka kuanzia ile juzi, jana, leo, kesho, yani wataanza kupewa priority wale watu ambao tiketi zao zilikuwa tayari muda umepita,
alafu mpaka tutafikiwa sisi. Kwa hiyo sijajua sasa anga litafunguliwa lini, na huo muda wetu ukifika wa kuondoka tutapewa priority gani au tutasogezwa mbele, hapo ndo bado hatujajua. Lakini kwa sisi kawaida tutakuwa turudi weekend inayokuja hii hapa. Kwa hiyo tunasubiria kuona kama anga litafunguliwa na kama tutaweza kusafiri weekend hiyo. Sasa kwenye upande wa kurudi, kwa tulivyokuwa tumepanga sisi ilikuwa ni hii next weekend ndio tulikuwa tunarudi, maana tulikuwa tunakaa Dubai siku 9. Kwa hiyo sijajua sasa, ndo hapa tunaangalia kwa sababu bado anga limefungwa. Tunaendelea kusikiliza taarifa kutoka kwa mamlaka. Anga likifunguliwa pia wamesema kwamba kuna wale watu ambao walikuwa wameshaondoka kuanzia ile juzi, jana, leo, kesho, yani wataanza kupewa priority wale watu ambao tiketi zao zilikuwa tayari, muda umepita, alafu mpaka tutafikiwa sisi. Kwa hiyo sijajua sasa anga litafunguliwa lini, na huo muda wetu ukifika wa kuondoka tutapewa priority gani au tutasogezwa mbele, hapo ndo bado hatujajua. Lakini kwa sisi kawaida tutakuwa turudi weekend inayokuja hii hapa. Kwa hiyo tunasubiria kuona kama anga litafunguliwa na kama tutaweza kusafiri weekend hiyo. Unajua changamoto iliyopo ni kwamba unajua hata wakati sisi tuko Dubai, hata wazazi, washikaji, marafiki zetu wakati wanatucheki walikuwa wanatucheki kulingana na hali za video ambazo wanaziona mitandaoni, ambao sometimes inaweza ikawa ni video maybe ya Saudi Arabia huko au video ya Israeli. Mwandishi wa habari akaandika bango akaandika Dubai, kwa mtu anaona mbona kama kina Credio anachapika namna hii. Lakini hali ya hapa ni tofauti kabisa. Ukiangalia kwenye video zangu na nimerekodi, kwa mfano leo nimeenda sokoni nimerekodi na posti, yani hali ni shwari. Sasa wao walikuwa walitoa tu tangazo la kutahadharisha watu kuto spread false information, kwa sababu yakuwa ni kama inawaharibia wao. Lakini uhalisia unaruhusiwa kurekodi na unaruhusiwa kupost kitu ambacho ni cha kweli, ambacho ndo mimi pia nakifanya. Kwa mimi sijaathirika, sijazuiwa kurekodi, na rekodi na ninapost. Watu ambao wanapenda kapu wetu bwana, tunawapenda sana. Na tumekuja Dubai, nikisema kikazi, kuna vitu vizuri pia tumewaandalia. Ukiachana na hii sanaa, hii entertainment au content creation, kuna vitu vingi ambavyo tumehisi wanavihitaji na tumehisi sisi hapa tunaweza kuwapatia. Kwa hiyo wakae mkao wa kula. Watu walikuwa wanafurahi kutengana kwetu bwana, watu ombe tu kama bomu litatupiga tufe, lakini bila hivyo ndugu zangu hawataumia sana.